Maovu yale yaliyotendwa nyuma saizi yamekuwa ni ya kutisha mno. Lakini wako watu wanaona upanga, lakini wako watu wanaona hatari, lakini wako watu wanaona utumwa. Nasoma kitabu cha Ezekieli sura ile ya 33. Hasa ninalenga mstari wa kwanza mpaka wa 20. Japokuwa nitasoma sasa kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 9, na naweza kwenda michache tena pale mbeleni, na nitakuwa na sura hii wala sitafungua sura nyingine tena baada ya hii. Biblia inasema hivi: neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakamtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Basi mtu awaye yote asikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi sauti ya tarumbeta wala haonywi, upanga ukija na kumwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Alisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama apigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwa mlinzi huyo. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno ili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, naye asemi neno la kumwonya mtu huyo aiache njia yake, mtu huyo akifa katika ubaya wake, lakini atakufa katika ubaya wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia zake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Biblia inasema ikiwa watu wamemwona mtu na kumweka kuwa mlinzi, ikiwa watu wamemwona mtu na kumweka kuwa mlinzi wao, au kwa tafsiri nyingine, ikiwa yuko mtu wa Mungu, ana mbegu ya Mungu, mtumishi wa Mungu wa kweli, na watu wakamwona huyo mtu, kwanza wakamwamini, wakamkubali, wakampenda, na wakasema Mungu yuko ndani yake, wakamfanya kuwa ni mtu wa kumwendea, wasikilize mashauri na maagizo ya Mungu kutoka kwake, wakamfanya mtu huyo kuwa ni mtu wa kuambia nini Mungu anasema juu ya maisha yao. Mungu anamwambia Ezekieli, ikiwa watu wamemwona mtu na wakamweka awe mlinzi juu yao, nami nasema watu hawawezi kumwona mtu isipokuwa mpaka roho ya Mungu iwaunganishe kwamba yuko mtu wa thamani kwenye taifa letu, yuko mtu wa thamani kwenye nyumba yetu, yuko mtu wa thamani kwenye kabila letu, yuko mtu wa thamani kwenye ukoo wetu,
yuko mtu wa thamani kwenye mji, wakamwona mtu huyo ambaye roho ya Mungu iko ndani yake, wakamfanya awe mlinzi wao. Nataka niseme na niambie dunia, na nikwambie wewe unanisikiliza popote ulipo, Mungu ni Mungu mwenye upendo wa ajabu usioweza kuelezeka, na karibu kila mahali huwa anamweka mtu kwa ajili ya jambo lake na kwa ajili ya kuwakilisha serikali ya mbingu. Ikiwa familia itamkubali, ikiwa nchi itamkubali, ikiwa kabila litamkubali, ikiwa ukoo utamkubali, na huyo mtu atasema kama ninyi mnavyopenda, na huyo mtu atasema kama ninyi mnavyotaka, huyo mtu atasema kama Mungu anavyotaka. Mungu anamwambia Ezekieli, ikiwa wakamwona huyo mtu na wakamweka na wakamfanya kuwa mlinzi wao, kazi ya huyo mtu ni nini? Namba moja, kazi ya huyo mlinzi, Biblia inasema anapoona upanga unakuja, huyo mlinzi anapoona upanga unakuja, kazi yake ni kupiga tarumbeta, kuambia watu upanga unakuja. Kazi yake ni kupiga tarumbeta, kuambia watu hukumu inakuja. Kazi yake ni kupiga tarumbeta, kuambia watu Mungu amechukia. Kazi yake ni kupiga tarumbeta, kuambia watu acheni mabaya. Ikiwa watu wamemwona mtu huyo, na mtu huyo yupo, na kwenye mataifa yupo, na kwenye makabila yupo, na kwenye familia nyingi yupo, lakini watu wao wanakataliwa, na wanakataliwa wakati dunia inaenda kupokea upanga. Familia nyingi zinaenda kupokea upanga, makabila mengi yanaenda kupokea upanga. Hakuna siku ambayo maovu yaliongezeka duniani Mungu akanyamaza kimya. Hakuna siku, hakuna siku, hakuna siku yalipoongezeka maovu kipindi cha Nuhu. Mungu alimwambia Nuhu, tangaza, waambie wanadamu waache mabaya, tengeneza safina. Hawatakuelewa hawa, lakini waambie, ikiwa wamemwona mtu huyo. Sodoma na Gomora, maovu yamezidi, mambo machafu yameongezeka, mji ule ni mbaya, umeharibika, na hata sasa mataifa mengi ni Sodoma na Gomora. Hata kupita Sodoma na Gomora, maovu yale yaliyotengwa nyuma saizi yamekuwa ni ya kutisha mno. Lakini wako watu wanaona upanga, lakini wako watu wanaona hatari, lakini wako watu wanaona hukumu, na wanakuja, na wako wengi, na wengine ni vijana wadogo, hata sura hawana, wako kwenye mtandao wakionya dunia, wakisema upanga unakuja. Msiwachukie watu hawa, msipange kuwaua watu hawa, msiwateke watu hawa. Mtu anayekwambia acha rushwa, mtu anayekwambia usiue mwenzako, mtu anayekwambia usiibe, mtu anayekwambia usichukue mke wa jirani yako, mtu anayekwambia usizulumu cha mtu, usimuue, ikiwa wamemwona hapo wakamfanya kuwa mlinzi wao. Come on.